tena fursa. Nikaenda nikakopa hela kama 50,000. Nikapitia na kwangu 10,000 nikajaza, nikarusha. Nimekaa baadaye tena ikapigwa. Sasa mzigo unakuja, nimefika hapa trafiki nimekamatwa. Zinatakia 300,000. Yaani hapa hiyo ni siri ya mimi na wewe. Usiiseme sana. Nikasema hivi, mimi bwana, mimi kwa kweli hiyo kazi mimi naiona kama vile ni ngumu. Mimi hiyo kazi sitoiweza. Kama hutaki bwana, fanya haraka bwana, mimi nitafute mtu mwingine kwa sababu mambo yanaweza kananihiwe kila ninapokuwa nakwambia unakuwa unashindwa kunielewa. Mwenyekiti wa serikali ya kitongoji cha Inalatuli, Mohamed Mtunda, amewashauri wazazi na walezi kuwa na tabia ya kuchunguza na kuzifuatilia simu wanazopigiwa kabla ya kutuma fedha. Kuna changamoto kubwa. Na sisi tujajua hii changamoto inatokea wapi, lakini mtu anatoa data ambazo yule ambaye anaelengwa zinakuwa zimenyooka. Kwa mfano mali itapeliwa huyo. Anahitaji mpaka yule mwanae anayesoma pale. Kwa hiyo ikamgusa kama hii jambo ni la kweli. Kumbe sio kweli. Comment wetu wito kwa wanakijiji. Ukipata taarifa kama hizo, kwanza fanya uchunguzi. Kama ni mwanafunzi, piga simu kwa mkuu wa shule. Ukiona hapatikani mkuu wa shule, fika shuleni, ufuatilie kama hujafanya maamuzi. Kwa wengi wanatapeleka kwa njia hiyo. Unajua na wazazi wazazi wa kike, akishapata taarifa, tayari huwa anapata mhemko. Anafanya vitu mwisho siku unakuja kumkosti. Naye mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Inalawani, Abdallah Songambele, amewataka wananchi kuchukua tahadhari kwa kuwa tukio hilo limetokea kijijini kwake. Hilo limetokea kijijini kwetu. Mimi nilipata mara ya kwanza, kama hamjalisikia, nafikiri wote mmelisikia. Ametapeliwa Mama Obama hiyo 120,000 na akawa anamsubiri mwalimu mkuu kwenye madaraja huko. Kwa hiyo wanakutapeli hela yako, unawatumia, bado tena wanakupotezea na muda. Kwa hiyo tuangalie sana. Kama alivyosema mwalimu hapa, tujihadhari. Maki anapiga anataja mpaka na majina. Umesikia na sauti, anasema na sauti kama ya kwa hiyo tuangalie. Ukipigiwa basi angalau fika kwa mwalimu au mpigie mwalimu. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA tarehe 11 mwezi uliopita ili wahimiza wananchi kujilinda na matapeli na wahalifu mtandaoni kwa kutumia namba fupi ambazo mamlaka hiyo imetengeneza ili kuripoti matukio ya kihalifu na kujilinda. TCRA imewakumbusha watumiaji wanaopigiwa simu au kutumiwa meseji zozote zinazoashiria utapeli kutuma namba hiyo ya tapeli kwa ujumbe mfupi wa SMS kwenda namba 15040 ambayo ni ya bure ili namba ya tapeli ifungiwe. Nyamezi Mdaki, CGFM. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imeagiza kudhibitiwa kwa tembo na simba wanaosumbua wananchi wanaoishi karibu na hifadhi ya taifa ya Mto Ugala, wilaya ya Urambo, mkoani Tabora. Mwandishi wetu Hussein Mshenga ana maelezo kamili. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa Maliasili na Utalii Hamadi Chande amemwagiza kamishna wa uhifadhi kukabiliana na wanyama hao ambao wamekuwa tishio kwa wananchi. Serikali kupitia hifadhi zetu zinafanya doria za mara kwa mara katika sehemu zote ili kutoa elimu ya kujihami na wanyama wakali na waharibifu. Lakini pili, nitoe tu maelekezo kwa sisi kamishna wetu wa uhifadhi wa TAWA na TANAPA waende Urambo ambako wanasema ndugu yangu mheshimiwa mbunge kwamba wanyama hao wako kwenye vijiji sasa hivi, waende kuwaondoa. Katika maswali ya nyongeza, mbunge wa viti maalum kwa Tabora Jacqueline Kainja alitaka kujua ni lini serikali itatoa elimu ya uhifadhi na ya kujihami dhidi ya wanyama wakali kwa wananchi wanaoishi karibu na hifadhi hiyo ya taifa ya Mto Ugala. Pamoja na majibu mazuri ambayo wizara imetupatia, wilaya yetu ya Urambo katika hifadhi ya Mto Ugala imezungukwa na kata 4 kubwa ambazo zinazunguka hifadhi hiyo. Nitaka kujua ni lini sasa kata hizi zote zitapatiwa elimu ya uhifadhi. Swali langu namba 2, bado wananchi hawana elimu ya kutosha kujihami na wanyama wakali. Ni lini simba na tembo wataweza kudhibitiwa kwenda kwenye makazi ya watu? Akijibu hoja hizo, naibu waziri wa Maliasili na Utalii amesema serikali katika mwaka ujao wa fedha imepanga kuwafikia zaidi ya wananchi 11,860 wanaoishi karibu na hifadhi hiyo na kuwapa elimu itakayosaidia kuongeza uelewa na kuchochea mabadiliko chanya juu ya shughuli za uhifadhi. Katika kipindi cha mwaka ujao, hifadhi imejipanga kupanua wigo zaidi wa kutoa elimu ya uhifadhi kwa kuyafikia makundi mbalimbali ya jamii, hususan vijana na wanafunzi, ili kuongeza uelewa na kuchochea mabadiliko ya tabia chanya
juu ya shughuli za uhifadhi. Katika kutekeleza azma hiyo, jumla ya vipindi 112 vimepangwa kufanyika vikilenga kufikia zaidi ya wananchi 11,860 ikijumuisha mikutano ya hadhara, mikutano ya vijiji, vipindi mashuleni, maonesho ya sinema, ziara za kutembelea hifadhi, michezo na vikao. Hifadhi ya Taifa ya Mto Ugala ilianzishwa mwaka 2019 ikiwa na ukubwa wa kilomita za mraba 3865, huku wananchi wanaoishi katika kata za Ugala, Kasisi, Ukondamoyo na Nsenda wilayani Urambo wakiwa jirani na hifadhi hiyo. Hussein Mshenga, CGFM. Wananchi wa wilaya ya Igunga mkoani Tabora wameipongeza serikali kwa kuweka kliniki ya ardhi wilayani humo kwa lengo la kutatua migogoro ya ardhi. Taarifa zaidi na Fortina Mbawala. Mmoja wa wananchi aliyepata huduma kliniki hiyo, Edward Mkunga, amewapongeza wataalamu wa ardhi kwa kuwa na moyo wa kujituma kuwahudumia wananchi. Akizungumza wakati wa kufunga kliniki ya ardhi iliyofanyika kwa siku 5 katika ofisi za mamlaka ya mji mdogo Igunga, kamishna wa ardhi msaidizi wa mkoa wa Tabora, Tumaini Gwakisa, amesema serikali kupitia Wizara ya Ardhi imekuwa ikiendesha kliniki hizo kwa lengo la kusogeza huduma kwa wananchi. Amesema kupitia zoezi hilo wameweza kutoa huduma za upimaji, upangaji, kutawala ardhi, kuthamini, kusajili hati, kutoa hati za kimila na kutoa hati kwa wananchi wote. Gwakisa ameeleza kuwa wakati wa kliniki hiyo walipokea na kuhudumia wananchi 795, migogoro 58, ambapo kati ya migogoro hiyo migogoro 40 ilitatuliwa papo hapo, huku migogoro 18 ikiwa katika hatua mbalimbali za utatuzi na kufanikisha kukamilisha hati 386. Amesema kuwa kutokana na mwitikio mkubwa wa wananchi, wataalamu hawa wa ardhi wameahidi kwenda tena wilayani Igunga kwa sababu naamini utaratibu huo unapunguza changamoto zinazowakabili wananchi. Fortina Mbawala, CGFM. Walimu wasioona katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wamepata mafunzo ya matumizi ya kompyuta mpakato ili kurahisisha utekelezaji wa majukumu yao. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Seleman Kodima. Nimesema ukishaiwasha kompyuta, kisoma screen au NVDA kama tulivyozoea, inakupa ni sauti ya mkufunzi wa mafunzo ya matumizi ya kompyuta mpakato na simu janja, Donatus Ropoli, kwa walimu wasioona wa shule ya msingi na sekondari katika halmashauri ya manispaa ya Tabora. Akizungumza baada ya mafunzo hayo yaliyofanyika katika shule sekondari ya wavulana Tabora, manispaa ya Tabora, mkufunzi Ropoli amesema kwa kushirikiana na mwalimu Bahati Sanga wa shule hiyo wamewajengea uwezo walimu hao ili wajitegemee katika ufundishaji. Lengo ni kumfanya asiyeona ajitegemee, na hili ndilo liliokuwa kusudi la Wizara ya Elimu kutoa hizi kompyuta kwa walimu wasioona, ili waondokane na lile swala la anataka kuandaa kipindi, pengine anatafuta material fulani, anamwomba rafiki yake au mwalimu mwenzie, bwana mwalimu, hebu bwana naomba unisaidie maana natafuta notes za historia, wakati ambapo akisha kuwa na teknolojia saidizi na kai-capture vizuri, maana yake ni kwamba shughuli kama hizo atakuwa anafanya mwenyewe. Kwa upande wake mwalimu Zakaria Kashindie wa shule ya msingi Puli, manispaa ya Tabora, ni miongoni mwa wasiona aliyenufaika na mafunzo hayo, pamoja na kuishukuru serikali, lakini pia ameomba elimu ya matumizi ya vifaa hivyo iwe endelevu. Hizi kompyuta hizi kwanza tuseme kupatiwa kama vitendea kazi katika kazi ya ualimu zitusaidia katika mambo mengi sana. Kwanza kabisa namna ya kuingia kwenye mfumo wa maandalio ya somo zitaniwezesha mimi mwenyewe kuzitumia bila kuomba msaada wowote. Serikali ni shukuru kwa kutoa vifaa kama hivi, lakini pia ikumbuke kurudia kutoa mafunzo ya mara kwa mara na uelewa utakuwa ni mkubwa zaidi. Naye mwalimu wa shule sekondari Kazima, Mariam Matias, ameshukuru serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha vifaa hivyo saidizi kwa wasiona na kwamba mafunzo hayo yatawasaidia.
Napenda kushukuru sana mafunzo haya ambayo tumeyapata japo kwa kifupi, lakini ninaamini yatakuwa msaada sana katika kuendelea kujifunza kompyuta na katika shughuli za kwangu ambazo ninazifanya kila siku. Kwa sababu kupitia haya mafunzo niliyojifunza yamenipa hamasa kubwa kuendelea kuifahamu kompyuta. Naweza nikaandika mtihani mwenyewe, sasa hivi naandikiwa, lakini pia naweza nikatafuta notes mwenyewe. Kama kuna projector shule naweza nikafundisha kwa kutumia kompyuta na hiyo projector. Jumla ya walimu 11 wasiona wamepatiwa mafunzo hayo ya matumizi sahihi ya kompyuta mpakato ambazo zimetolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia hivi karibuni. Ilitoa vifaa hivyo ili kuwarahisishia walimu majukumu yao bila kutegemea usaidizi kutoka kwa walimu wengine. Haya, shuka na tabu. Mariamu. Tembea na tabu. Na wewe Mariamu hivyo hivyo. Bonyeza logo. Start window, search on settings, search for apps, settings and documents. Tunaenda tabu. Selemani Kodima, CGFM. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Wauzaji wa mbao katika soko la mbao Ipuli, halmashauri manispaa ya Tabora, wamelalamikia kudorora kwa biashara na kushuka kwa idadi ya wateja kutokana na athari za kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Mwandishi wetu Christian Edward anafafanua zaidi. Mfanyabiashara Jumanne Musa ameiambia CGFM kwamba wafanyabiashara wenye mitaji midogo sasa wanalazimika kuagiza mzigo kwa kuwatumia wafanyabiashara wengine kwa sababu ya kupanda kwa gharama za usafirishaji. Gharama za mafuta zimekuwa juu sana. Zamani tulikuwa tukiagiza mzigo kama mtu una milioni 4, 5, 6 basi unaagiza mzigo, lakini kutokana na mafuta yalivyokuwa yamepanda kwa juu, bwana, tumeathirika sana. Unabidi uvumilie uagize kuanzia wenzio. Katika hizo bei tumeongeza shilingi 1,100 mpaka shilingi 800 saa za bei ambazo tunazo kumbana nazo kutaka na sisi wenyewe lazima tupate, utalipa TRA, utalipa mapato serikali. Kwa upande wake Ali Mohamed amesema kutokana na hali hiyo wafanyabiashara wamelazimika kuongeza gharama za bei za mbao, hali inayowakimbiza baadhi ya wateja. Wateja ambao wanakuja hapa nao pia wanapambana na changamoto kama hizo. Anatoka nyumbani kafunga hesabu zile za zamani za kipindi cha nyuma, anafika hapa anakuta ongezeko la mbao imepanda bei kidogo, na yenyewe inakuwa ni changamoto pia hata kwa wateja wetu. Kwa maana moja kwa moja hata kama akinunua mzigo, pia hata transporter, usafirishaji ili afikishe mzigo mpaka site, na penyewe inakuwa ni changamoto kidogo, anakuta bei imepanda. Naye afisa usafirishaji John Filipo amesema kwa sasa biashara usafirishaji imekuwa ngumu na kwamba ana karibu siku 4 bila kupata wateja. Mimi niko kwenye upande wa usafirishaji, gari ile pale kenta, asilimia kubwa serikali ingeangalia, ingetupunguzia mapato, sababu unakuta na maana karibia siku 4 hujabeba mzigo wote. Kifutu biashara hakuna, afu mapato serikali hawapunguzi. Ama kitu ninachokiingiza kama sasa toka sile paki hapo. Jani nimekata karibia na siku kama 4 sijabeba mzigo wote. Ya waje hapa kununua ambao sababu mbao zimeshapanda bei. Kwa hiyo mzunguko umekuwa mchache. Wanaojenga wenyewe wamepungua. Serikali ni tuangalia tupunguze mapato, kodi. Sababu hamna biashara hakuna, afu tunalipa mapato hewa. Bei za mafuta zilipanda nchini mwanzoni mwa mwezi huu kutokana na athari za vita vya Mashariki ya Kati vilivyovuruga biashara ya mafuta ghafi duniani. Christian Edward, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Kwa habari za kimataifa tujiunge na mwandishi wetu Emil Kasapa. Tuanzie nchini Kenya ambapo jeshi la polisi nchini humo limefanikiwa kuwadhibiti baadhi ya vijana waliojitokeza katikati ya miji mikubwa kwa lengo la maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta yaliyopangwa kufanyika leo. Ni purukushani baina ya vijana na maafisa wa usalama katika jiji la Nairobi, ambapo vijana watatu wamekamatwa katika mji huo hadi kufikia saa 6 mchana wa leo. Maandamano hayo yalipangwa na vijana wa Gen Z, wanaharakati na Wakenya wengine wanaoituhumu serikali kushindwa kuwakinga dhidi ya makali yanayotokana na kupanda kwa bei ya mafuta.
Mbunge wa Ikolomani Bernard Shinali na mbunge wa Shinyalu Fred Ikana wamesema ni vyema vijana wakakumbuka madhara yanayotokea wakati wa maandamano na kwamba serikali haijapandisha bei ya mafuta bali ni kutokana na vita inayoendelea Mashariki ya Kati kati ya Marekani, Israel dhidi ya Iran. Maandamano saa hii haitasaidia, haitarudisha bei ya mafuta chini, haitarudisha bei ya maisha chini. Kitu itarudisha bei ya maisha chini ni tukiungana tupate suluhu ya kuhakikisha kwamba kule vita zimetokea kule Middle East kama dunia, tutafanyaje ndio zisiendelee, tuendelee kupata mafuta yetu kama kawaida. Kuhimiza vijana wetu wapuuzilie mbali wale wachochezi ambao tunawajua, wale wachochezi ambao badala ya kusaidia vijana kazi yao ni kuwatumia kama guns. Kwa sasa lita ya petroli inauzwa kwa shilingi 197 na senti 60 za Kenya, ambayo ni karibu shilingi 4,000 za Tanzania, wakati dizeli ikiuzwa kwa shilingi 196 na senti 63 na mafuta ya taa yakiuzwa kwa shilingi 152 na senti 78. Tuelekee Uganda. Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wale wa Uganda wamewaokoa zaidi ya raia 200 wakati wa operation kwenye kambi ya wanamgambo wa itikadi kali mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa jeshi la Uganda Chris Magezi, aliyetaja kuwa watu hao walikuwa wameshikiliwa mateka katika kambi iliyoko kando ya mto Epulu na waasi wa ADF wenye mafungamano na kundi la kigaidi linalojiita Dola la Kiislamu IS, na wengi wao walikuwa wagonjwa. Kulingana na Umoja wa Mataifa, ADF imewaua maelfu ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 2014, huku ikihusika pia na utekaji nyara wa idadi kubwa ya raia na kuwalazimisha mateka wa kike kuolewa na wapiganaji. Mwaka 2021 Uganda iliwatuma wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuisaidia serikali hiyo kupambana na kundi hilo. Na hatimaye ni taarifa kutoka Nigeria. Polisi katika jimbo la Kwara nchini Nigeria wamewakamata watuhumiwa 42 wa uchimbaji haramu kufuatia kutekwa nyara kwa kiongozi wa jadi, huku hofu ya usalama ikizidi kuongezeka katika eneo hilo. Mfalme Oba Aweda wa jamii ya Olayinka katika eneo la serikali ya mtaa wa Ifelodun alitekwa nyara Jumamosi jioni baada ya watu wenye silaha kuvamia ikulu yake. Akizungumza na waandishi wa habari, kamishna wa polisi wa jimbo la Kwara Adekimi Ojo amesema kukamatwa kwao ni sehemu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu utekaji nyara huo. Hata hivyo, amesisitiza kwamba haijabainika ikiwa walihusika moja kwa moja katika shambulio hilo. Kwa mujibu wa polisi, karibu wanaume 10 wenye silaha nzito walivamia ikulu muda mfupi baada ya wachimbaji wanaofanya kazi katika eneo hilo kumtembelea mfalme mapema siku hiyo. Washambuliaji hao wanaripotiwa kudai pesa kwa kiongozi huyo wa kitamaduni kabla ya kumtoa chumbani kwake. Ojo amesema mfalme alikabidhi pesa hizo, lakini bado alichukuliwa pamoja na kaka yake. Emil Kasapa, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wazazi na walezi katika kijiji cha Inala kata Ndevelo manispaa ya Tabora wametakiwa kuwa makini na matapeli wanaowapigia simu wakidai kuwa watoto wao wamepata matatizo. Serikali imeagiza kudhibitiwa kwa tembo na simba wanaosumbua wananchi wanaoishi karibu na hifadhi ya taifa ya Mto Ugala wilaya ya Urambo mkoani Tabora. Na katika habari za kimataifa, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda wamewaokoa zaidi ya raia 200 wakati wa operation kwenye kambi ya wanamgambo wa itikadi kali mashariki mwa Kongo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM. Kwa niaba ya mhariri mkuu Titus Filipo na wote uliowasikia, asante kwa kutusikiliza, lakini pia kwa kututazama wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia kwenye YouTube channel yetu CG Online TV. Jina langu ni Florentina Nyambuka.